الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه العزيز المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وآله وأصحابه أجمعين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaka ziada za rahma zimwendee bwana mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, niwakumbusheni pamoja na kuikumbusha nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kumcha Allah ndiyo kuna mafanikio ya duniani pamoja na akhira. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika Jumaa ya pili ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja, mwezi ambao una ibada ya kihistoria, mwezi ambao ulitokea matukio mengi katika dini yetu, lakini pia tukapata bahati kwamba siku hii ya Ijumaa ya pili ya mwezi huu imekuwa ndio siku ni sawa na ile ambayo iliteremshwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya imeteremshwa ilikuwa ni mwezi 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Hii aya kipindi inateremshwa, maswahaba walilia mno, na sababu ya maswahaba kulia, waliona ya kwamba kwa kuwa mtume aliletwa kwetu ili aje afundishe dini, waliamini kwamba mtume amemaliza kazi yake, na kutokamana na kuamini hivyo waliamini kwamba kwa sababu kamaliza kazi lazima ataondoka. Hii aya iliwaliza sana maswahaba. Aya hii kuna watu wakasema, hivi nyinyi Waislamu, kutokamana na aya hii ilivyoteremka, kwa nini msifanye Idi ndani ya siku hiyo? Kwa sababu ndio siku ambayo Allah mwenyewe ameyasema maneno kwa kumwambia bwana mtume ya kwamba leo ndio nimeikamilisha dini yenu. Ilikuwa ni yaumu Arafa, ilikuwa ni mwezi 9 wa mwezi wa Dhulhijja, ndiyo aya hii imeteremka. Watu kutokamana na kuona furaha iliyotolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba amekamilisha lililomleta, japo pamoja na huzuni walizokuwa nazo ya kuona ya kwamba kama limekamilika aliyeleta lazima ataondoka, tuliambiwa tusherehekee sana ndani ya siku hiyo. Lakini pia wanazuoni wa tafsiri wanasema bahati nzuri hii siku ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Yani katika hii aya bahati zake nyingine ilikuja, wengine wanasema ilikuwa ni siku ya Ijumaa, na sisi leo tumebahatisha tumeipata ikiwa ndani ya siku ya Ijumaa. Tukumbushane yale ambayo atakayotuwafikishia Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Ijumaa hii ya mwisho ya masiku haya 10 ambayo ni masiku bora duniani. Ndani ya siku hii imekuwa ni siku ya kihistoria kutokamana na mambo yaliyotokea. Miongoni mwa yaliyotokea ndani ya siku hii
ama ndani ya siku ya 9 kama hii ilikuwa ni yaumu Arafa, ambayo Nabiyullahi Ibrahim alitambua kile ambacho alikiazimia. Nabii Ibrahim mwanzoni alikuwa ni mtu mwenye mali nyingi mno, na katika mali alizokuwa amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mali za wanyama. Ilikuwa anatoa sadaka sana ya wanyama, ilifikia mpaka akawa amemaliza wanyama wake wote, lakini bado alikuwa anatamani sana endelee kutoa kafara za wanyama. Akatoa azma, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim akamwambia Allah, Mungu, lau utaniruzuku mtoto wa kwanza, hakujali ni nani wala jinsia gani, ila aliomba akiruzukiwa mtoto wa kwanza atamtoa kafara ili aendeleze kafara aliyokuwa anaifanya kuchinja wanyama. Na Allah subhanahu wa ta'ala alijibu dua yake japo kwa kupita miaka mingi. Mwezi 8 ndio yaumu tarwiya, siku ambayo alioteshwa tena Nabiyullahi Ibrahim. Lakini mwezi 9 ikawa ni yaumu Arafa, siku ambayo alitambua Ibrahim kwamba kuna jambo alimwahidi Mungu. Ikabidi aandae fikra yake, akili yake, ili atoe sadaka kile alichomwahidi Mungu. Kwa kisa hichi tunaoneshwa ama tunafundishwa mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala awakhalifu kile ambacho wamekiahidi. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, kuna kisa kimoja, alikuwa na wapanga watu swafu ili wapigane vita. Kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Sawad. Yule alikuwa ni bwana mkubwa wa mwili, alikuwa na kitambi. Bwana Mtume katika kupanga swafu na ile fimbo yake alimpiga yule mtu kutokamana na kwamba kitambi kimetangulia, yuko nje na swafu. Yule mtu alimwambia Mtume, au jaatani ya Rasulullah, Mtume, umeniumiza kwa ulichonifanyia hivi, umeniumiza. Na Mtume kumuumiza mtu ni dhulma, hali ya kuwa Mtume ameteremshwa ni rehma kwa watu. Mtume alimwambia, istaqid ya Sawad. Sawadi ilipiza kisasi. Yani jinsi ambavyo mitume walichokiahidi hawaendi nacho pembeni. Alimwambia, istaqid ya Sawad, kwa kuwa nimekuumiza na mimi ndio kiongozi wako, lipiza kile nilichokufanyia. Yule bwana akamwambia, mimi tumbo langu lilikuwa lipo wazi, wewe unataka nikulipizie kisasi hali yako umevaa? Toa nione tumbo na mimi kulipizie kisasi. Historia yake ni ndefu, lakini yule bwana lengo lake lilikuwa sio kulipiza kisasi. Alikuwa anatamani ngozi yake igusane na ngozi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa maana hiyo bwana Mtume alimwambia, kwa kuwa wewe ngozi yako imegusana na ngozi yangu mimi, wewe kwenda motoni ni haramu. Ni jinsi ambavyo mitume wanatekeleza yale walioamrishwa, lakini pia awakhalifu yale ambayo wameambiwa wayafanye. Tukirudi katika kisa cha Nabii Ibrahim, alipotambua ndoto ilibidi ajiandae kifikra, ilibidi avunje mengi sana aliyokuwa na matarajio nayo, mpaka ilipofika siku ya 10 ambayo ndio kesho yaumul udhiya, ndipo siku ambayo Nabiyullah Ibrahim alinuia na alikusudia kweli kwenda kumchinja mwanae. Khutba yetu haielezei hayo. Khutba yetu tunakumbushana
utukufu wa siku hii tulionayo, ama na utukufu wa siku ambayo inakuja, ambayo ni kesho. Hii siku ni siku kubwa mno. Tukiangalia historia yake hatutomaliza. Tukiangalia yaliyotokea, tukisema tuhadithiane, hatutoyamaliza pia. Hii ni siku ambayo imeteremshwa aya ya kutusikitisha sisi Waislamu, lakini pia imeteremshwa aya ya kutufurahisha sisi Waislamu. Ndani ya mwezi 9 ndio Bwana Mtume Muhammad katika ile inayoitwa Hijjul Wada, hija yake ya kuaga, aliteremshiwa hii aya hali ya kuwa akiwahutubia watu. Akaambiwa al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mtume, mimi na wewe mkataba tumemaliza. Wa atmamtu alaykum ni'mati, niliyokuwa nimeyakusudia katika umma wako pia nimeyamaliza. Lakini kubwa, wa raditu lakum al-islam dina, nimeridhia leo kwamba dini ya kweli ni dini ya Uislamu. Ikiwa dini ya kweli ni dini ya Uislamu, mbona tunatofautiana na yale ya Uislamu? Watu walioswali leo, Allah wabarikie kwa mujibu wa imani zao, lakini pia watakao swali kesho, tusijisahau. Astaghfirullah thumma alhamdulillah, alhamdulillah marratan thaniya, wassalatu wassalamu ala muallimin nas alkhair sayyidina Muhammad alayhi afdalus salatu wassalamu wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Aya ayyuhal muslimun al-a'izza, usikum wa usi nafsi bitaqwa Allah azza wa jalla, fa inna taqwahu salahu ad-dunya wal akhirah. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Mungu pamoja na kutaka ziada za rahma zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na wakumbusheni jambo kubwa lililotuleta duniani, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba yetu inatukumbusha yale ya muhimu ya leo na kesho. Leo ni siku ambayo yeyote aliyefunga kwa maelekezo ya Bwana Mtume anayo kafara ya kufutiwa madhambi ya mwaka huu na mwaka ujao. Shida sio hii ofa. Shida unafanyaje? Kweli tunafunga bila kusali? Kweli tunafunga bila kuleta istighfari? Kweli tunafunga hivi, una uhakika funga yako imekubaliwa? Unashindwa hata kupitia swala za Mtume Muhammad ufikishiwe funga yako. Na wakumbusheni, aliyefunga kwa kuamini leo ni yaumu Arafa, hebu mswalie sana Bwana Mtume Muhammad. Kupitia kumswalia Mtume ndio matendo yetu yanakubaliwa. Na ukitaka kuamini hilo, hamna swala ya mja, iwe ya sunna iwe ya nini, inayokubaliwa bila kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Na sisi tunaofunga leo, hebu tukithirisheni sana kumswalia Bwana Mtume. Lakini pia na sisi wale ambao wameswali leo, hebu tusisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammad. Huja idi yako ikawa kweli ni idi, lakini sio idi makubuli, inakubaliwaje? Mswalie Bwana Mtume Muhammad. Leo ni siku ambayo ya kusemwa hayaishi, lakini kubwa ninalokuhusieni, lakini pia ninalokuhimizeni mulichukue. Yaumu Arafa ni siku ambayo imetelemka aya ya kuonyesha ya kwamba
Uislamu umekamilika. Ikiwa Uislamu umekamilika mwezi 9 Arafa, kwa nini tupingamane na Uislamu wetu? Ikiwa sheria zote Allah alikuwa ameshazileta mpaka anasema umekamilika, kwa nini tutofautiane na sheria za dini yetu? Leo ni siku ambayo dini ilikamilika, lakini pia ni siku ambayo Nabiyullah Ibrahim, kwa historia zitakazoelezewa sana na imani kesho, ni siku ambayo alitambua kile alichokuwa amekiazimia miaka mingi. Lakini pia leo ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Muislamu ofa kwa yeyote atakayefunga kufutiwa madhambi yaliyopita na madhambi yajayo. Katika zile siku 10, kuna watu wanaweza wakawa hawaelewi kwa nini tunaambiwa tunafunga masiku 10. Siku ya kesho pia ni siku ya kufunga, usishangae. Kwani kwa maelekezo ya Bwana Mtume anatuambia siku ya kesho Muislamu yeyote haruhusiwi kwenda kuswali salatul Eid bali ya kuwa amekula. Kwa ile yaumul ashira, siku ya 10 ya hizi ashara za mwisho inakamilishwa kesho kabla hujaswali. Usijisahau Muislamu. Ukienda umekula, hutopata fadhila nyingi kama mtu ambaye ataenda jana. Funga leo, ila kamilishia sunna yako kwa kufunga kesho. Na wakumbusheni hilo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن صحابته الكرام خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب باب الحكم والمعرفة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله. صلاة. الله أكبر الله أكبر الله